mara nyingine tena mpenzi mtazamaji, tumekwenda kukutana siku ya leo katika kipindi kingine chetu hiki, na natumaini kwamba wewe ni mzima wa afya. Nikusalimu katika jina la Yesu Kristo na salamu alaykum kwa Waislamu wote popote pale mlipo. Hii ni channel ya Tukutan TV ambayo inapatikana mashariki mwa nchi ya Kongo, na ambayo zaidi sana tunapitisha matangazo mbalimbali, habari zenye uhakika na vile vile matangazo ya wafanya biashara na wadhamini wetu. Mimi ni Dinamike Malembe wa TKTV, aliyoko nyuma ya kamera mwite Pepewe Wilonja. Karibu siku ya leo tuende kuangazia hali ya usalama inayoendelea katika nchi ya Tanzania, ni katika mchakato wa uchaguzi, ambapo mpaka sasa hivi kulikwenda kuripotiwa na maandamano. Ilikuwa ni tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Katika mchakato wa uchaguzi, waandamanaji waliingia barabarani kufanya maandamano ili kwenda kukemea kwenda kukemea uchaguzi ule, kwa sababu ulikwenda kusadikika na kuripotiwa kwamba sio uchaguzi sahihi. Na labda raia wengi, watu wengi wanakwenda kujiuliza kwa nini raia walikwenda kuandamana katika nchi ya Tanzania. Ni jambo ambalo ni la kihistoria kwenda kuripotiwa maandamano katika nchi ya Tanzania, haswa kipindi cha uchaguzi. Na mpaka sasa tunavyokwenda kuzungumza ni kwamba kuna baadhi ya wasanii ambao wamekwenda kutoroka katika nchi ya Tanzania. Ni kwamba walikuwa wamemuunga mkono Rais Samia Hassan Suluhu kumsapoti, na hivyo walikwenda kuunguziwa baadhi ya maduka kwa sababu ya kumuunga mkono Rais Samia Hassan Suluhu. Hivyo watu wengi wamekwenda kukimbia nchi ya Tanzania, na hata hivyo raia walioko Kenya wanalalamika pia wao vile vile kwenda nchini Tanzania kusaidia raia wa Tanzania maandamano, na mipaka mingine ya Kenya na Tanzania imekwenda kufungwa kulingana na hali hiyo ya sitomfahamu ambayo imekwenda kuripotiwa nchini Tanzania. Lakini raia watakwenda kujiuliza, na labda wewe ambao unakwenda kunifuata utakwenda kujiuliza kwa nini kuna maandamano. Historia fupi iko hivi, au niseme kwamba nilete labda uchambuzi mdogo wa siasa Tanzania. Ni kwamba Tanzania Rais Samia Suluhu alikwenda kugombea yeye mwenyewe kama rais. Hapana mpinzani yoyote, na hakuna rais mwingine ambaye alikwenda kugombea kwenye itiketi ya uraisi. Ni kwamba waandamanaji au tuseme raia walikwenda kufanya uchaguzi. Watanzania walienda kwenye uchaguzi, wanakwenda kuchagua rais mmoja. So hakuna mpinzani. Hicho ni kitu ambacho kwanza raia hawakupendezwa. Wakajiuliza ni uchaguzi upi barani Afrika au Tanzania ambapo raia atakwenda kumchagua rais awe mmoja au mgombea awe mmoja. Na kama mgombea ni mmoja, ni kwamba vyama vingine vya upinzani vilikwenda kuminywa ili mradi visikwende kupitika, visikwende kuorozeshwa kwenye wagombea au kwenye uchaguzi wa mwaka 2025. Ilikuwa vipi? Kuna vyama viwili vya upinzani nchini Tanzania. Kuna Chadema ambacho kinaitwa ni Chama cha Kidemokrasia na Maendeleo. Alafu kuna ACT Wazalendo. Hiki ni chama cha wanakita ni chama cha Alliance for Change and Transparency. Waingereza wanajua nini ambacho nakwenda kumaanisha. ACT Wazalendo ni chama kingine, ndio vyama viwili vipinzani ambavyo viko Tanzania. Ukisema Chadema na kuna ACT Wazalendo. So vyama hivi kwamba vyote vilijitokeza, vilitoka kwenye uchaguzi kwa kusaini mkataba wa Tume Huru ya Uchaguzi wa Tanzania ambayo ni NEC. Ni kwamba Chadema wao walikosa kusaini makubaliano ya uchaguzi, na vile vile ACT Wazalendo walikataa vile vile kusaini makubaliano ya uchaguzi. Yalikuwa makubaliano yapi? Baada ya tafiti zetu ni kwamba duru zimoja zilieleza kwamba Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC ya Tanzania ni kwamba iliweka baadhi ya vifungo pale. Ni kwamba baadhi ya vifungo vya makubaliano vilipendekeza sana CCM na kuwanyima haki au uhuru vyama vya upinzani. Ilikuwa ni moja kati ya makubaliano ambayo ilikwenda kushinda, watu wa Chadema walishindwa nayo. Na vile vile walikatazwa mikutano yote ya hadharani, na wagombea wamoja walisimamishwa, walikamatwa, wakawekwa gerezani. Ni mfano wa rais wa chama cha Chadema Tundu Lissu, mpaka sasa tunavyozungumza yuko gerezani, amefungwa. Ina maana alikamatwa na serikali iliyoko madarakani, akabinywa sehemu moja. Mpaka sasa hakuna mikutano yote ambayo ilikwenda kuendeshwa na vyama vya upinzani. So
Baada ya hapo ni kwamba Rais Samia Suluhu alikwenda kupitika yeye mwenyewe kwenye uchaguzi mwaka huu. Ina maana hakuwa na mgombea mwingine mpinzani yoyote kwenye tiketi ya uraisi. Mgombea alikuwa ni yeye mwenyewe. So waandamanaji kulingana na hilo, na kwamba walienda barabarani wakafanya maandamano kupinga uchaguzi huo kwa sababu ulifanyika njia isiyo ya halali. Raia walijazwa na jazba, mpenzi mtazamaji, wakamiminika barabarani, na mpaka tunavyozungumza ripoti za mauaji kamili hazijatolewa na chombo chochote cha habari au tuseme duru yoyote ile kutoka nchini Tanzania, japo kuna majeruhi na vile vile kuna visa vingine vya maduka kuunguzwa, sijui soko kuharibiwa, kuna baadhi ya vitu ambavyo vimekwenda kuunguzwa kwa wingi, lakini taarifa za vifo mpaka sasa hatujawa nazo. Mpenzi mtazamaji, hiyo ndo hali halisi iliyoko kwa Tanzania. Ni kwamba Rais Samia Suluhu hakuitika mtu mwingine kwenda kugombea kwenye tiketi ya urais. Hivyo akakwenda kupitika yeye mwenyewe katika ugombea rais. Mpenzi mtazamaji, kulingana na hali iliyoko Tanzania, na mpaka sasa tuchukue mtazamo wa Tanzania tuweke na barani Afrika. Ni kwamba barani Afrika marais wengi ambao wanakwenda kuchaguliwa kidemokrasia wanakuwa wanaendesha kiolela sheria ya nchi. Hivyo ndo hali ilivyo mpaka sasa hivi. Na kitu kingine ni kwamba wananchi wa Tanzania wanahitaji mabadiliko kwenye tuseme sheria yao ya nchi. Pale katika mabadiliko ya sheria ni kwamba kuna kifungu ambacho kinakataza kumfuatilia rais ambaye hata aliendesha makosa nchi katika miaka kadhaa. Hata alikuwa anaua watu, hata alikuwa anaendesha nchi kivinginevyo, hata alikuwa ananyanyasa watu. Kuna sheria ambayo inawatilia ukingo marais wote waliofanya mabaya huko nchini Tanzania. Ni kwamba hata rais akitoka madarakani hatofuatiliwa na sheria yoyote ile. Ina maana ataishi katika uhuru wake kama raia mwingine, na serikali itakayokwenda kuingia madarakani itamlinda yule rais, japo mabaya yake yote, japo vurugu zake zote alizokwenda kuzitenda wakati alipokuwa rais. So raia wote wa Tanzania wanahitaji ile katiba ibadilishwe, ile sheria iliyoko kwenye katiba ya nchi ya Tanzania iende kubadilishwa. Asante sana, tuwekee comment hapo chini tuambie nchi ya Tanzania mpaka sasa inaelekea wapi, kwa sababu Tanzania nakwambia kuna watu ambao hawajawahi kusikiaga milio ya risasi. Lakini mpaka sasa hivi watu wengine wanakuambia ndio muda Tanzania itakwenda kusikitishwa na milio ya risasi. Je, unaamini ni kweli? Na nini ambacho unakitazama wewe kulingana mtazamo huu wa siasa ya Tanzania? Na ukiwa ni raia mojawapo wa bara la Afrika, tuambie siasa Tanzania imelinganishwa na siasa ipi ya nchi za Afrika? Dinamike Malembeni jina langu mimi, karibu kwa mara nyingine sana, na hii ni Tukutane TV. Kwaheri na karibu tuchangie katika mada hii ya hali halisi ya Tanzania.